Ninawasalimu wapenzi watazamaji, ndugu zangu wa Kenya, hamjambo? Karibu niwapashe. Mpasuko mkubwa umeweza kutokea ndani ya kitengo cha polisi katika taifa la Kenya. Mahala ambapo maafisa wa polisi wengine wanampendelea Rigathi Gachagua. Hawataki serikali ya William Ruto iweze kumuumiza. Kuna mipango ambayo inaendelea kuweza kumjeruhi Rigathi Gachagua, na polisi wengine wamepewa assignment, kazi ya kushambulia mikutano yote mahala ambapo Gachagua anakuwepo na kuhakikisha kwamba wanamjeruhi na kuharibu magari yake yote. Lakini baadhi ya maafisa ambao wamepewa jukumu la kumshambulia Gachagua, wengine wamesema kwamba hawatafanya. Wao ni marafiki wa Gachagua. Sasa hii leo siku ya Jumatatu tarehe 26 Januari, afisa mmoja wa kitengo cha polisi ameweza kufichua mipango yote ya mashambulizi yaliyotokea katika kaunti ya Nyeri, mahala ambapo Gachagua alikuwa anashiriki kanisa. Mnaelewa, siku ya Jumapili Gachagua aliweza kushambuliwa vibaya, magari yake yakaumizwa, yani magari yake yakashambuliwa na kuharibiwa kabisa, mengine yakapigwa risasi kwa vioo, yani kila kitu kikaharibiwa kabisa. Na afisa huyu anasema kwamba hii serikali ndio iliweza kupanga kila kitu, ila akasema kwamba sijakatajwa. Tunaelezwa kwamba shambulio la kikatili dhidi ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wakati wa ibada ya kanisa huko Othaya, kaunti ya Nyeri, lilipangwa siku kadhaa kabla jijini Nairobi, kwa mujibu wa afisa aliyedai kushiriki katika operesheni hiyo. Unaona, afisa mwenye alikuwa kwenye ile operesheni ndiye ameweza kujitokeza na akasema kwamba walipelekwa kwenye jumba moja upande wa Nairobi, wakapewa msomo, ila yeye akatoka akasonga nyuma, hakukuwa anataka kushiriki kwa hiyo operesheni. Afisa huyo alisema walipewa maagizo ya kuhakikisha hakuna kizuizi kikubwa dhidi ya utekelezaji wa mpango huo. Aliambia gazeti hapa nchini Kenya kuwa timu ya maafisa 15 ilikusanywa Nairobi siku ya Ijumaa na kupewa maelekezo ya kuvuruga ibada ya kanisa ambayo Gachagua angehudhuria katika kanisa la Witima ACK Nyeri County. Afisa huyo alisema hivi: tulipewa ruhusa Ijumaa jioni kuvuruga ibada ya Gachagua. Polisi wa eneo hilo waliamuriwa mapema kutohusika. Yaani waliambiwa wakisikia milio ya risasi wasitokee hata. Sasa tunaelezwa kwamba alisema kikao hicho kiliongozwa na maafisa wawili wakuu katika makao ya Vigilance House na viongozi watatu wa kisiasa kutoka eneo la Mlima Kenya walihudhuria kama mashahidi. Gachagua aliweza kuwatuhumu mtu ambaye anaitwa Betty Maina, Eric Wamumbi na wengine. Aliweza kuwatuhumu kabisa kwamba ndio waliweza kushirikiana kutekeleza tendo hilo. Gachagua ameweza kusema kwamba William Ruto, Kipchumba Murkomen, Eliud Lagat, Betty Maina na Eric Wamumbi waliweza kupanga shambulio hilo dhidi yake na kuhakikisha kwamba anapewa mashambulizi makali. Sasa kulingana na Gachagua, yeye anasema kwamba William Ruto alituma kikosi kumuua. Ni kulingana na maneno ambayo Gachagua aliweza kuyatoa alipokuwa anahutubia wanahabari. Aidha, afisa huyo mwenye aliweza kutoa taarifa alidai kwamba dhamira ya operesheni hiyo ilikuwa ni kumshambulia bwana Gachagua na ikiwezekana kumjeruhi. Hata hivyo, kulikuwa na upinzani
miongoni mwa baadhi ya maafisa walipofika kanisani. Anasema kwamba baadhi yetu tuliogopa kushambulia kanisa, kwa sababu unaelewa kushambulia kanisa ni kana kwamba unaenda kutafuta laana kanisani. Yaani mahala ambapo waumini wanaenda kuabudu, wewe unaenda kushambulia pale. Sasa huyu afisa anasema kwamba wengine wao walikuwa wanaogopa kushambulia kanisa, na kulikuwa na maafisa waaminifu pamoja na wengine walikuwa wakionyesha wazi kumuunga mkono Gachagua. Naelewa mpenzi mtazamaji, ama unasikia mpenzi mtazamaji? Kwa hivyo hili ni tukio ambalo lilijulikana wazi na serikali kwamba linaenda kutendeka mahala ambapo Gachagua alikuwa. Hata ukiona viongozi wa serikali wakijaribu kusema sijui Gachagua aliweza kuunda mashambulizi ndiposa aweze kupata sympathy kutoka kwa raia wa Mlima. Hapana. Serikali ilipanga na ilijua kwamba yatatokea, wakaambia maafisa wa polisi upande wa Nyeri karibu na Othaya wasipatikane. Magari kadhaa yakiwemo ya Gachagua yalivunjwa vioo vya mbele, milango ya kanisa ilikuwa na mashimo ya risasi na madirisha yalivunjwa. Baadhi ya waumini walipata majeraha madogo kulingana na mashuhuda. Unaona mpenzi mtazamaji, cha kushangaza mpaka milango ya kanisa ilibomolewa, magari yakapasuliwa. Sijui kama umeweza kuona hii kanda. Mimi mwisho stop nje. Watu wa media wanaenda kuwachukua. Sitoke. Wana jamaa anapiga risasi ndani, anapiga risasi ndani bana. Bana, ona bana. Seriously. 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 Mmoja anapiga gari risasi. Au jamaa huyo. Kai. Mazuri mzuri. Amepiga rigijimba ambo. This guy here. Huyo. Seriously. Hebu peleka mahali anapiga gari na hawezi onekana. Ndio yamemaliza. Gachagua yeye kulingana na yale ambayo ameweza kuyasema, anaeleza kwamba kilichotokea siku ya Jumapili ni jaribio la kuniua. Hiki kilikuwa ni kikosi cha mauaji kilichoidhinishwa na serikali. Nina taarifa za ndani ya serikali na mambo ya machache unipita kwanza, lakini sikujua hali ya kukata tamaa imefikia kiwango cha kushambulia hata mahali pa ibada. Unajua William Ruto kilichofanya mpaka akapewa kura mwaka 2022, mpenzi mtazamaji, ni jinsi ambavyo shughuli zake za kikanisa kipindi cha kampeni zilikuwa zinavurugwa. Ile misafara yake ya kampeni mwaka 2022 walikuwa wanafuata mpaka kanisani. Akasema kwamba akiingia madarakani hataweza kushambulia makanisa. Hataweza kabisa kushambulia makanisa. Ninakumbuka mwaka 2022 sijui mwezi wa 6 pale William Ruto alishambuliwa upande wa Murang'a alipokuwa naibu rais. Lakini imepita miaka mitatu peke yake tangia, yani miaka 4 tangia alipoweza kuchukua usukani kama rais wa taifa la Kenya, amesahau kabisa yaliyompata na amemea pembe. Sasa Gachagua yeye anasema kwamba wanachama hao ambao waliweza kumshambulia ambao ni maafisa wa polisi walikuwa ni kikosi hatari cha polisi kinachohusishwa na utekaji nyara
na kwamba walikuwa wakifanya kazi chini ya mwavuli wa maafisa wa polisi eneo hilo. Anasema kwamba wale polisi ambao walikuwa wamefunika nyuso zao ni wale ambao kazi yao kubwa ni kuteka nyara wale ambao wanakosoa serikali. Lakini cha kushangaza, serikali inajua kwamba wao ndio waliweza kupanga hili. Betty Maina alikuwa ndani, Eric Wamumbi alikuwa ndani, lakini cha kushangaza mpenzi mtazamaji, Kithure Kindiki hauwezi ukaniambia eti kwamba hajui ni kipi ambacho kilikuwa kinatendeka, mpaka kipindi ambapo afisa wake wa polisi mwenye namchunga wa kikosi cha General Service Unit JSU alikuwa ni miongoni mwa wale ambao walikuwa wanashambulia Gachagua kanisani. Kindiki ameweza kujitokeza na kusema kwamba vurugu iwe imepangwa na wapinzani wa kisiasa kutumika kujipatia huruma au kwa madhumuni yoyote ni uhalifu unaodhoofisha demokrasia yetu na kukiuka uhuru au kukiuka uhuru wa kukusanyika na kuabudu unaolindwa na sheria. Mwangi Kiunjuri yeye anasema kwamba Gachagua amegeuza masuala mazito ya kiusalama kwa ujumbe wa kusisimua umma. Uchunguzi unahitaji malalamiko rasmi. Kiunjuri aliweza kusema kwamba lazima uchunguzi uweze kufanyika haraka. Lakini acha nikuulize mpenzi mtazamaji, serikali itawezaje kujichunguza? Tuache sometimes kusema kwamba lazima serikali ichunguze. Sasa serikali itajichunguza kivipi? Na ndio ilihusika kwenye huu upuzi. Itajichunguza kivipi? Tuambizani ukweli, itajichunguza kivipi? Itajichunguza kivipi? Sasa serikali baada ya kuona kwamba maafisa wa polisi walisusia kumudhuru na kumuumiza Rigathi Gachagua katika shambulio ambalo waliweza kulifanya katika kanisa ya Witima, wameanza kusema kwamba vyombo vya usalama vinashirikiana na Gachagua na lazima uchunguzi wa kina uweze kufanyika kuhusu madai hayo, ili wale ambao ni maafisa wa polisi wanao shirikiana na Gachagua waweze kufanya nini? Waweze kung'olewa kazini. Baadhi ya maafisa wa polisi wamekataa katakata kushiriki kwenye upuzi kama huu. Yaani imefika mahala ambapo polisi wanatumika kufanya nini? Kuharibu ibada za kanisa. Sasa ujumbe huu wa serikali ama hatua hii ya serikali kuweza kushambulia kanisa iko na ujumbe wa nguvu ndani ya serikali. Na tunaelezwa kwamba kisiasa, madai kuwa shambulio lilihusisha maafisa wa polisi yanaashiria mapambano ya nguvu ya ndani ya dola, ikiwa vyombo vya usalama vinahusishwa, iwe ni kweli au kama simulizi la kisiasa. Lakini sasa ukiona polisi wanahusishwa kushambulia viongozi wa upinzani, jua kwamba basi serikali imeweza kupoteza mwelekeo. Na lazima uweze kujua sasa hivi tunavyoongea kuna mgawanyiko mkubwa ndani ya serikali, hasa baada ya Gachagua kuondoka madarakani. Namba 2, siasa za Mlima Kenya. William Ruto anataka kuvunja ile ngome ambayo iliweza kumpea kura nyingi sana. Na tunaelezwa kwamba Gachagua anabaki kuwa ishara ya kisiasa ya Mlima. Hasa Nyeri, tukio kama hili linachochea hasira na mshikamano wa kikanda miongoni mwa wafuasi wake. Yaani serikali inaona kwamba Gachagua anaweza kachochea Mlima isije kamuunga William Ruto mkono.
Na kuna kitu ambacho haujui. Wale ambao hawakukuwa wanampenda Gachagua wanaweza wakabadilisha msimamo kutokana na hili shambulio na kuamua kumsapoti Gachagua, kwa sababu serikali imeweza kuamua kutumia ujinga mpaka kushambulia kanisa. Mbona tuweze kutumia kanisa kama uwanja wa vita vya kisiasa? Kuna mstari mwekundu wa kijamii na kimaadili. There is a red flag. Sijui wazo lako ni lipi, mpenzi mtazamaji. Mimi ni Bwana Ezra, mtangazaji wako, lakini unapaswa kujua serikali iko na hasira na Rigathi Gachagua. Tupatane kwa kanda ijayo.